Yes, bana, mabingwa wa Afrika kwa maana ya Al Ahly wamepata funzo kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri, ambao na wao pia waligomea mchezo kama ambavyo walifanya Simba Sports Club. Wekundu wa Naronyasi kwenye mchezo wao dhidi ya Young Africans wakagoma, na bodi ya ligi ya Tanzania ikasimamisha mchezo huo kwa kuahirisha, lakini Waarabu wao Ahly wakijichukulia ukubwa wamegoma, wakiamini kwamba bodi itabadilisha au kuahirisha mchezo kwa kile ambacho wanakidai kwamba wao wanataka muamuzi au refari atoke nje ya Misri aje kuchezesha mchezo ule wa dabi Ahly dhidi ya Zamalek. Na cha ajabu ni kwamba shirikisho limesimamia kanuni na taratibu, na Zamalek wamepewa alama 3 na ushindi wa goli 3 ambazo kikanuni zinahitajika kupewa kwa ile timu ambayo haijafika kiwanjani. Japo Ahly wao walifika uwanjani, lakini hakuna mchezaji aliyejitokeza kwenda kucheza mchezo huo. Walishia nje na wakageuza wakaondoka zao. Sasa basi, tukiachana na hizo stories za Uarabuni kwa Waarabu ambao wanazidi kuonesha namna ambavyo kanuni zinafanya kazi, shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeufungia uwanja wa Benjamin William Mkapa, uwanja wa taifa, uwanja ambao umekuwa ukitumika kwenye michezo mikubwa yote ambayo inachezeka Tanzania. Kwa maana kwenye michuano ya CAF, FIFA umekuwa ukitumika sana. Shirikisho hilo limeufungia uwanja huo likiamini kwamba pichi haina ubora kwa sasa, kutokana kwamba uwanja umetumika mara nyingi. Uwanja kwa sasa unahitaji kufanyiwa marekebisho ama maboresho zaidi katika baadhi ya maeneo ya uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya wakaguzi. Sasa taarifa hiyo ya kufungia uwanja huo inatoa pia rai kwa klabu ya Simba Sports Club kuchagua sehemu nyingine, uwanja mwingine ambao watautumia kwenye mchezo wao wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kabla ya tarehe 14 mwezi huu Machi, ambapo wanapaswa kuwa wameshapata uwanja ambapo watacheza mchezo wao dhidi ya Al Masry ya nchini Misri. Tayari hiki kinakuwa kisanga kwa Simba Sports Club, kwa maana uwanja watakaotumia, uwanja ambao umepitishwa kwenye shirikisho la mpira wa miguu CAF kutumika kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na klabu bingwa kuanzia hatua ya robo finali kwenye michuano mikubwa kama hiyo, kwa Tanzania ni Benjamin Mkapa. Ina maana Simba watalazimika kutumia uwanja nje ya Tanzania kwenye mchezo wao wa robo finali dhidi ya Al Masry kutoka Misri, na wamepewa tarehe 14 itakuwa ni mwisho wa kusubmiti uwanja ambao watakaotumia kwenye mchezo wao huu ambao Simba watakuwa wenyeji. Lakini pia uwanja huu wa Benjamin Mkapa umefungiwa kwa muda kupisha marekebisho na maboresho. Baada ya hapo wataruhusiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa pale ambapo shirikisho la mpira wa miguu Afrika litakapotuma wakaguzi wake na wakajiridhisha kwamba sasa uwanja huu unaweza kutumika kwa ajili ya mashindano yoyote yale. Lakini mpaka tarehe 20 Machi ndipo watafanya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa kuangalia maendeleo na kile ambacho wameuomba uongozi wafanye marekebisho kwenye uwanja huo watakuwa wamefikia katika kiwango gani. Lakini kwa sasa hii ni ishara kwamba Simba Sports Club kwenye mchezo wao wa robo finali hawatachezea Benjamin William Mkapa, watachezea uwanja mwingine ambao wao watakuwa wameuchagua nje ya Tanzania. Kwa taarifa hii, vipi kwako kama mdau wa soka? Unaona Simba na kwenda kunufaika kwa kucheza nje ya Benjamin William Mkapa? Unaona Simba kienda kunufaika kwa kucheza nje ya taifa la Tanzania, kwa maana atakosa idadi kubwa ya mashabiki ambao wangekwenda kuwa kama mchezaji nambari 12, watakosa ile nguvu, hamasa na motisha ya mashabiki katika mchezo husika wa robo finali dhidi ya Al Masry, kwa sababu hata kama mashabiki wanaweza kawepo, lakini hawatakuwa kwa namba kubwa kiasi hicho, kwa sababu ni tofauti na mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, ingekuwa na mashabiki wengi zaidi, tofauti na mechi ikipigwa Uganda, ikapigwa Kenya, ikapigwa Rwanda au ikapigwa huko Uarabuni. Wanaweza wakachagua tu kipigwa huko Uarabuni mechi zote mbili kwenye uwanja ambao watautumia Al Masry. Je, wewe kama mdau wa soka Tanzania, tuambie ni nini maoni yako katika sakata hili?